baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka sala na salam zimwendee kiongozi wetu wa umma Mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, tutaendelea na darasa yetu pale ambapo tulipoishia siku ya jana, na walillahi alhamdu, siku ya jana tulisoma utangulizi wa shekhe ambaye alikuja kukitilia taaliq na kukipatia maelezo kitabu chetu hichi ambacho tunachokisoma. Na leo hii kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala tutaanza na tarjama ya Sheikh, historia kiujumla ya shekhe wetu ambaye ni mtunzi wa risala yetu hii ambayo tumekusudia kuisoma, risalatun fi sujudi sahwi, risala ambayo inaelezea sijidatu sahwi. Ndugu zangu katika imani, vitabu vingi vya wanachuoni, hasa vile ambavyo vinavyochapishwa baada ya kufariki kwao, huwekwa kwanza tarjama ya mtunzi au wasifu wake huyo mtunzi kabla ya kuanza maudhui ya kitabu. Lengo na makusudio ni nini? Makusudio na malengo ya kuanzishwa tarjama na wasifu wa mtunzi, kwanza kabisa ni kumtambulisha huyo mtunzi, ili yule msomaji au mwanafunzi ambaye atakayekuwa anasoma risala ile au kitabu kile amfahamu ni nani ambaye aliyesoma au aliyetunga hiyo risala na hicho kitabu. Kwani unapofahamu na kumfahamu yule ambaye aliyesoma au aliandika kitabu fulani ambacho wewe umekusudia kukisoma, unapata amani pale ambapo utakapokuwa unakisoma kitabu hicho. Lakini pia vile vile moyo wako unakuwa ni mtulivu baada ya kuwa tayari umeshamfahamu aliyeandika kitabu hicho. Kwa hiyo ni kumtambulisha kwa mwanafunzi au ni kumtambulisha yule mtunzi kwa mwanafunzi ambaye aliyokusudia kusoma kitabu fulani au risala fulani. Lakini miongoni mwa makusudio mengine ya kutambulisha au ya kuleta kwanza tarjama kabla ya kitabu chenyewe ni kubainisha daraja ya huyu mtunzi ambaye aliyetunga hiyo risala au aliyetunga hicho kitabu, kutambulisha daraja lake la kielimu, lakini pia vile vile kumtambulisha ni daraja gani aliyokuwa nayo katika jamii ya Kiislamu na ni nafasi gani aliyokuwa nayo katika jamii ya Kiislamu na katika elimu. Jambo hili ni jambo ambalo linaongeza kujiamini kwa yule ambaye atakayekuwa ni msomaji wa risala hiyo au kitabu hicho. Kwa hiyo risala yetu hii imetungwa na Sheikh al-Allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullahu rahmatal abrar, na leo hii ndiyo siku ambayo tutakayosoma tarjama yake, maisha yake, jina lake kiujumla, amezaliwa sehemu gani, alizaliwa mwaka gani. Lakini pia vile vile tutasoma kukua kwake kwa kiilmu imamu wetu huyu shekhe wetu, lakini pia tutasoma matendo yake na zile nashati zake za kiilmu. Lakini jambo la mwisho na jambo jingine tutakalosoma ni vitabu ambavyo alivyovitunga yeye shekhe wetu huyu pamoja na risala yetu hii tuliyokuwa nayo. Lakini na jambo la mwisho kabisa tutakalosoma ni kifo chake rahimahullahu rahmatan wasi'a. Awalan, jambo la kwanza kabisa, ismuhu wa nasabuhu, jina lake shekhe wetu Ibn Uthaymin pamoja na nasaba yake. Huwa sahibul fadila, naye ni sahibul fadila, ni mheshimiwa huyu al-Sheikh al-Alim ambaye ni shekhe tena ni mwanawazuoni, al-Muhaqqiq ni muhakiki, al-Faqih al-Mufassir ni faqihi tena ni mfasiri. Abu Abdillah, anaitwa Abu Abdillah Muhammad ibn Salih, Muhammad mtoto wa Salih, ibn Muhammad mtoto wa Muhammad,
ibn Suleiman, mtoto wa Suleiman, ibn Abdurrahman, mtoto wa Abdurrahman, ibn Uthmana, mtoto wa Uthman. Na hii neno Uthaymin imetoka katika jina hili la Uthman. Kwa hiyo jina la Uthaymin limekuja kama kudogeshwa kutokana na jina hili la Uthman. Lidhalika imamu wetu Ibn Uthaymin alipewa jina hili ikiwa kama ni jina ambalo limetoka katika asili ya ukoo wake, ambapo kwenye asili ya ukoo wake kuna babu miongoni mwa mababu zake anaitwa Uthman. Lidhalika kwa kulidogesha lile jina ndiyo maana akaitwa Uthaymin. Kwa hiyo shekhe wetu anaitwa Ibn Uthaymin, yani mjukuu au mtoto wa Uthmani. Min alwahba, huyu au hii familia imetokana na ukoo wa Wahba, na hii Wahba min Bani Tamim, imetokana na kabila la Banu Tamim. Mauliduhu, kuzaliwa kwake shekhe wetu, kana mauliduhu fi lailati 27, kulikuwa kuzaliwa kwake shekhe wetu huyu Ibn Uthaymin ni katika siku ya tarehe 27 min shahri Ramadhana, katika mwezi mtukufu wa Ramadhani al-Mubarak, mwaka 1347 ndio mwaka ambao aliozaliwa shekhe wetu Ibn Uthaymin, mwaka wa Hijiria. Fi madinati Unaiza, alizaliwa katika mji wa Unaiza, ihda mudun al-Qasim. Hii Unaiza ni moja ya miji ya al-Qasim bil mamlakati al-arabiyyati as-saudiyya, ambapo huu mji wa al-Qasim unapatikana katika mamlakatu al-arabiyya ya Saudia. Nashaatuhu al-ilmiyya, kukua kwake shekhe wetu kiilmu, anasema hafidha al-Qur'an al-Karima fi sinnin mubakkiratin, alihifadhi Qur'ani tukufu katika miaka ya mwanzoni kabisa. Wakadha, lakini pia vile vile alihifadhi mukhtasaratin fil hadithi wal fiqhi, alihifadhi mukhtasari ambao uliotungwa katika somo la hadithi na somo la fiqhi. Thumma iltahaqa bihalaqatin fadilati al-Sheikh al-Allama, kisha baada ya hapo akaenda kujiunga katika halaka ya fadilatu al-Sheikh al-Allama Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah, wa kana shaykhahu al-awwal, na huyu ndiyo ambaye aliyekuwa ni shekhe wake wa kwanza, ambaye anaitwa Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah. Huyu ndio ambaye anahesabika ni katika mashekhe wake wa kwanza kabisa. Anasema alladhi wa kana shaykhahu al-awwal, na huyu ndio ambaye aliyekuwa ni shekhe wake wa kwanza, alladhi nahala min ilmihi, ambaye alichota katika ilmu yake, wataathara bimanhajihi wa ta'silihi, lakini pia vile vile akawa ameathirika zaidi na mbinu zake za ufundishaji, wa ta'silihi, na misingi yake ya ufundishaji, wattibaihi lidalili, na kule kufuata kwake dalili shekhe huyu, wa tariqati tadrisihi, na njia za ufundishaji wake akawa ameathirika nazo kwa kupitia shekhe wake huyu Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di. Fadarasa alayhi fi tafsir, basi alisoma kwake somo la tafsiri, wal hadithi, na somo la hadithi, wat tauhidi, lakini pia vile vile alisoma somo la tauhidi, wal fiqhi wa usulihi, lakini alisoma somo la fiqhi na somo la usulul fiqhi, wal faraidhi, lakini pia vile vile alisoma somo la mirathi, wan nahwi, na somo la nahwu. Wa qaraa ala shaykh, lakini pia miongoni mwa mashaykh ambaye alisoma kwake ni Sheikh Abdurrazzaq Afifi rahimahullah, na alisoma kwake somo gani? Fi nahwi wal balagha, alisoma somo la nahwu na somo la balagha, athnaa wujudihi fi Unaiza, kwa kile kipindi alichokuwepo katika mji ule wa Unaiza ambao ndio nyumbani kwao. Waltahaqa bil ma'had al-ilmi, na akaja akajiunga katika maahadi ya kiilmu fi Riyadh, ambayo maahadi hiyo inapatikana katika sehemu inayoitwa sehemu ya Riyadh, inayopatikana Riyadh. Sana alijiunga katika maahadi hiyo mwaka 1372 mwaka wa Hijiria.
wantadhama fi dirasati sanataini, na alidumu katika masomo kwenye maahadi hiyo kwa muda wa miaka miwili. Intafa'a fihima, alipata manfaa katika muda huo wa miaka hiyo miwili, bil ulama, kwa wanazuoni, alladhina kanu yudarrisuna fil ma'hadi hina dhak, wanazuoni ambao waliokuwa wakifundisha maahadi au waliokuwa wakifundisha katika maahadi hiyo katika kipindi hicho. Aminhum, na miongoni mwa wanazuoni hao, al-allama al-mufassir, ni allama mufassir al-sheikh Muhammad al-Amin al-Shinqiti, ni Sheikh Muhammad al-Amin al-Shinqiti, wa Sheikh al-Faqih, na Sheikh al-Faqih Abdul Aziz ibn Nasir ibn Rashid, wa Sheikh al-Muhaddith Abdul Rahman al-Afriqi. Hawa ni miongoni mwa masheikh ambao waliokuwa wakifundisha katika hiyo maahadi alienda kujiunga nayo. Watasala, lakini pia vile vile aliendeleza masomo yake bisamahati Sheikh al-Allama, kwa Sheikh al-Allama Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Bazi rahimahullah. Alisoma pia kwa Sheikh al-Allama Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Bazi, Allah mrahamu. Faqaraa alayhi fil masjidi, na alisoma kwake Sheikh huyu msikitini. Min sahih al-Bukhari, alikuwa akisoma kitabu cha sahih al-Bukhari. Wa min rasail Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, na alikuwa akisoma kwake risala zile mbalimbali na tungo mbalimbali za Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Wa ta'athara bihi ta'athuran shadida, na aliathirika kwake kuathirika kulikokuwa kukubwa. Bal yu'tabaru ibn Baz, bali huzingatiwa Sheikh al-Imam ibn Baz huwa sheikhahu thani, yeye ndiyo shekhe wake wa pili baada ya shekhe wake wa kwanza alikuwa akiitwa nani? Abdurrahman ibn Nasir as-Saadi. Sawa. Watakharraja fi al-ma'had al-ilmi, lakini pia alihitimu katika maahadi hiyo ya kiilmu. Watabaa dirasatahu, na akajiendeleza na masomo yake katika al-Jamia university hii, intisaban, hali yakuwa ni mwenye kujisimamia yeye mwenyewe. Hatta nala shahadata al-jami'iyata, mpaka akapata shahada ya university fi jami'ati al-Imam Muhammad ibn Saudi al-Islamiyya, katika chuo kikuu cha al-Imam Muhammad ibn Saudi al-Islamiyya. A'maluhu wa nashatuhu al-ilmi, matendo yake aliyokuwa akiyafanya Sheikh na nashatu zake za kiilmu mbalimbali alizokuwa akizifanya Sheikh wetu. Baada at-tadrisa, alianza kufundisha mundhu am, tokea mwaka 1370 wa Hijiria, fil Jami' al-Kabiri, katika msikiti mkubwa bi'Unaiza, unaopatikana katika mji wake aliozaliwa, mji wa Unaiza. Fi am, na katika mwaka wa 1374 uyina, aliteuliwa mudarrisan bil ma'had al-ilmi bi'Unaiza, aliteuliwa kuwa ni mwalimu wa ma'had al-ilmi bi'Unaiza, ambayo inapatikana katika mji wake wa Unaiza. Wastamarra mudarrisan bihi ila am, na aliendelea kuwa ni mudarris na ni mwalimu wa sehemu hiyo ya maahadi hiyo mpaka mwaka 1398. Washaraka fi akhir hadhihi alfitra, na alishiriki katika mwishoni kabisa wa kipindi hicho, biwad'i ba'd almanahij aldirasiyya, kwa kuweka baadhi ya mitaala au syllabus za kiilmu lijamiati al-Imam Muhammad ibn Saudi, katika university ya Imam Muhammad ibn Saudi. Thumma lam yazal ustadhan bifar'in jamiati al-Imam Muhammad ibn Saudi, kisha hakuacha kuwa yeye ni mwalimu na profesa katika tawi la jamiati al-Imam Muhammad ibn Saudi bil Qasimi, ambayo inapatikana huko Qasim, bikulliyati sharia, ambayo alikuwa akifundisha katika kitivo cha sheria, min ami, katika mwaka wa 1398 ila wafatihi rahimahullah, mpaka kufa kwake Allah amrahamu. Kana udwan, alikuwa ni mjumbe fil majlis al-ilmi, katika majlis ya kiilmu bijamiati al-Imam Muhammad ibn Saudi, katika jamia hii ya Imam Muhammad ibn Saudi al-Islamiyya, lil'amaini ad-dirasaini, muda wa miaka miwili ya kiilmu, mwaka 1398 mpaka mwaka 1399.
na kuanzia mwaka huu 1399 mpaka mwaka 1400 kana udwan fi majlis kulliyati sharia, alikuwa pia vile vile ni mjumbe katika majlis ya kitivo cha kisheria wa usuli din, na misingi ya dini, bifar'i aljami'ati, kwa tawi la jamia bilqasim ambalo linapatikana huko Qasim, wa raisan liqismi alaqidati fiha, lakini pia vile vile alikuwa ni mkuu wa idara ya aqida katika jamia hiyo. Kana udwan fi hay'ati kibari alulama, alikuwa pia vile vile ni mjumbe katika baraza la wanazuoni wakubwa, bil mamlakati al-arabiyyati as-saudiyya, katika mamlaka ya Arabiyyati Saudia kuanzia mwaka 1407 mpaka kufariki kwake rahimahullah. Hasala ala jaizati al-maliki, hasala ala jaizati al-maliki Faisal al-alamiyya, alipata tuzo ya kimataifa ya mfalme Faisal likhidmati al-islam, kwa kule kutumikia Uislamu, lil'am al-hijri, katika mwaka wa hijri 1414. Muallafatuhu, na katika vitabu ambavyo alivyotunga au katika tungo zake alizotunga shekhe wetu, balaghat muallafatuhu rahimahullah, zilifika au ilifika katika vile vitabu alivyotunga na risala, akthara min 90 kitaban wa risala, zaidi ya vitabu na risala 90. Yani alitunga risala nyingi na vitabu vingi zaidi ya 90, na miongoni mwa risala alizozitunga ni risala yetu hii ambayo tunayosoma, risalatun fi sujudi sahwi. Wafatuhu rahimahullah, na mwishoni kabisa katika kuelezea nasaba yake na sira yake ni kufariki kwake, Allah amrahamu, Sheikh Ibn Uthaymeen anasema mtunzi, ruziatil umma, ulipatwa na msiba umma alislamia, umma wa Kiislam, jamiuha, wote kiujumla, qubaila maghribin, kabla kidogo ya kuingia wakati wa maghrib, yaum al-arbia, siku ya Jumatano, al-khamisa ashara, tarehe 15 min shahri Shawwal, katika mwezi wa Shawwal, sanata, mwaka 1421, ndio mwaka ambao aliofariki shekhe wetu al-Imam al-Muhaddith Ibn Uthaymeen rahimahullah, wa hijiria. Bi'lanin, ulipatwa na msiba kwa kule kutangaza wafati Sheikh, kufariki kwa Sheikh Muhammad ibn Saleh al-Uthaymeen, Muhammad ibn Saleh al-Uthaymeen bimadinati Juddata, katika mji wa Jidda. Wasalla ala Sheikh fi al-Masjid al-Haram, na aliswaliwa Sheikh katika Masjid al-Haram baada salati al-asri, baada ya sala ya asri, yaum al-khamis, siku ya al-khamisi, baada siku ile Ijumaa, siku ya al-khamis, baada ya salati al-asri ndio aliswaliwa Sheikh katika msikiti wa al-Haram, Masjid al-Haram, as-sadis ashara, tarehe 16 min shahri Shawwal, katika mwezi wa Shawwal, mwaka 1421. Al-alafu al-muallafa, maelfu ya watu walimswalia, washayya'atuhu ila al-maqbarati, na wakamsindikiza kuelekea sehemu ya makaburini, fi mashahidin adhima, kwa watu ambao ni wengi, la tusafu, ambao haisifiki idadi yake. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Udufina bi Makkah al-Mukarrama, na alizikwa katika mji mtukufu wa Makkah rahimahullahu rahmatan wasi'a. Allah amrahamu shekhe wetu huyu al-Imam Muhammad ibn Saleh al-Uthaymeen, rahma ambayo ni pana, na aliyoandika tarjama yake ni Abu Muhammad Abdullah ibn Muhammad Said wa Raslan, ndio ambaye aliandika risala ya shekhe wetu hafidhahullah, Allah mhifadhi. Kwa hiyo leo kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala tusimamie hapa, na tutakuja kuanza rasmi na kitabu chetu siku ya kesho, maneno ambayo yaliokuja katika kitabu chetu, ambapo kitabu chetu au risala yetu hii inaelezea sijidatu sahwi. Mwanzo wa kitabu kabisa tutaanza kesho, kutokana na muda umetutupa mkono, ilibidi tuanze leo,
lakini kutokana na changamoto ya muda itabidi tuanze kesho rasmi kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha wa sallallahu wa sallim wa barik wa an'im ala khayri khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.